Je, wajua kuwa zimebaki tu siku 4 hadi kusikilizwa kwa kesi ya uhaini ya Tundu Lissu? Je, unafahamu kuwa wafuasi wa Tundu Lissu wamepanga kuandamana maelfu kwa maelfu kujaza mahakama ya Dar es Salaam kuwashtua maadui wa Tundu Lissu siku ya tarehe 11 Juni ndani ya mahakama? Je, wajua kuwa kuna taarifa zingine njema zimeibuka kabla ya kesi hii kumhusu Tundu Lissu na kesi yake ya uhaini? Ungana nami nikupe habari zote, lakini nimegundua jambo moja. Wengi wenu mnasikiliza na kutazama taarifa kabla hamuja like na kusubscribe. Hivyo basi nataka uchukue sekunde yako moja, bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe na ubonyeze alama ya kengele chini ya video hii. Kama umefanya hivyo, asante sana na tusonge mbele. Kile ambacho wafuasi wa Tundu Lissu wanakieleza kuwa wakati muhimu katika vita vyake vya kisheria sasa kinakaribia kwa kasi, huku zikiwa zimesalia siku 4 tu kabla ya kikao cha mahakama ambacho kinasubiriwa kwa hamu na kuvutia hisia za kitaifa na kuibua mijadala ya kisiasa kote nchini Tanzania. Wakati tarehe ya Juni tarehe 11 inakaribia, idadi kubwa ya wafuasi wa Tundu Lissu inazidi kukusanyika mitandaoni na kuhimizana kuhudhuria kesi mahakamani jijini Dar es Salaam, ambapo hoja muhimu za kisheria zinazohusiana na kesi ya Tundu Lissu ya kiongozi huyo wa Chadema zinatarajiwa kusikilizwa mbele ya jopo la majaji watatu kwa mahakama ya rufani. Mazingira yanayozunguka kesi hiyo yamezidi kuwa makali katika siku za hivi karibuni. Katika mitandao ya kijamii, wafuasi wamekuwa wakituma ujumbe, mabango na matangazo ya siku ya kesi hiyo kuwataka wananchi na wafuasi wenzao kujiandaa kwa kile ambacho wengi wanakitaja kuwa ni siku muhimu katika kesi za Tundu Lissu zinazoendelea zinazomhusisha mwenyekiti wa Chadema. Ujumbe mmoja uliosambazwa kwa wingi ulitangaza kuwa zimesalia siku chache tu kabla ya wafuasi kukusanyika kwa wingi kuzunguka eneo la mahakama ili kuonyesha mshikamano na Tundu Lissu, huku vita vyake vya kisheria vikiendelea. Kampeni hii ya mtandaoni imeshika kasi, huku wanaharakati, wafuasi wa vyama na waangalizi wa kisiasa wakiendelea kujadili umuhimu wa kusikilizwa kwa kesi hii ya Tundu Lissu mnamo Juni tarehe 11. Kulingana na ripoti za kisheria, kusikilizwa ama usikilizaji huo utahusisha maombi ya mapitio yaliyowasilishwa na mkurugenzi wa mashtaka anayejulikana kama DPP. Maombi hayo yanahusishwa na matukio yanayotokana na kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Antipas Lissu. Hata hivyo, mtazamaji, kesi hiyo imepangwa kusikilizwa na jopo la majaji watatu wa mahakama ya rufani, akiwemo Jaji Mwarija, Jaji Muruke na Jaji Hamisi. Majadiliano yao yanatarajiwa kuvutia maslahi makubwa ya umma kutokana na unyeti wa kisiasa wa kesi hiyo na mijadala mipana ambayo imeibuka kote nchini. Kwa wafuasi wengi, hata hivyo, lengo linaenea zaidi ya ufundi wa kisheria. Usikivu wao unazidi kuelekezwa kwa watu wanaotarajiwa kujitokeza siku ya kusikilizwa kwa kesi hiyo. Katika kipindi cha miezi kadhaa, kesi ya Tundu Lissu imekuwa miongoni mwa masuala ya kisiasa na kisheria yanayojadiliwa sana nchini Tanzania. Kila kufikishwa mahakamani kumezua maswali makubwa ya umma, huku wafuasi wakifuatilia kwa karibu kila jambo. Sasa huku kesi nyingine kubwa ikikaribia, wengi wanajiandaa kusafiri kutoka sehemu mbalimbali za nchi ya Tanzania hadi Dar es Salaam, ambapo majadiliano ya mtandaoni yanapendekeza kwamba wafuasi wanapanga mahudhurio yaliyoratibiwa yenye lengo la kuonyesha mshikamano na kudumisha muonekano katika kesi hiyo. Baadhi ya wanaharakati wamedai kuwa kuwepo kwa umma kwa nguvu kunasaidia kuonyesha nia ya kuendelea katika kesi za kisheria zinazohusisha viongozi wa kisiasa. Wengine wanaona kuhudhuria kama kielelezo cha kuunga mkono haki za kikatiba, uwajibikaji wa kisheria na ushiriki wa kidemokrasia. Vyovyote vile, mtazamaji, motisha ni wazi kwamba maslahi ya umma yanaendelea kukua kadri tarehe za kusikilizwa zinavyokaribia. Wakati huo huo, mtazamaji, wachambuzi wa masuala ya sheria wanasisitiza kwa kikao chenyewe kitazingatia maswali ya kisheria yaliyowasilishwa mbele ya mahakama ya rufani. Majaji hao watatarajiwa kuchunguza hoja zilizowasilishwa na pande zote mbili na kuamua mwelekeo unaofaa wa kisheria kuhusu ombi la kukagua. Kama kawaida katika shauri la mahakama, matokeo yatategemea hoja zinazowasilishwa mahakamani na tafsiri ya majaji kuhusu sheria. Ukweli huo haujazuia uvumi ulioenea kuhusu nini kinaweza kutokea baadaye. Hata hivyo, machapisho mengi yanalenga kudumisha kasi na kuhakikisha kuwa wafuasi wanasalia na habari
habari kuhusu Juni tarehe 11 inapokaribia. Baadhi ya watoa maoni wanaamini kuwa maslahi makubwa ya umma yanadhihirisha jinsi Watanzania wanavyofuatilia kwa karibu matukio ya kisiasa na kisheria yanayohusisha viongozi wa upinzani. Wengine wanahoji kuwa idadi ya washirika wanaotarajiwa siku ya kusikilizwa kwa kesi hiyo inaonyesha ushiriki mpana wa umma katika masuala ya kitaifa. Bila kujali mfungamano wa kisiasa, kuna shaka kidogo kwamba kesi hiyo inaendelea kuelekeza umakini wa kitaifa. Ukweli kwamba wafuasi wamedumisha nia yao kwa miezi mingi unaonyesha umuhimu ambao wengi wanaambatanisha na kesi hiyo. Kwa Tundu Lissu mwenyewe, kikao kinachokaribia kinawakilisha hatua nyingine muhimu katika mchakato wa kisheria ambao umebaki chini ya uangalizi wa mara kwa mara wa umma. Kila maendeleo mapya yamechambuliwa na vyama vya siasa, wataalamu wa sheria, mashirika ya kiraia na wananchi wa kawaida. Sasa umakini unaelekezwa kuelekea kile kitakachotokea wakati jopo la majaji watatu litakapokutana mnamo Juni tarehe 11 na Tundu Lissu. Mashirika ya vyombo vya habari pia yanatarajiwa kufuatilia taratibu kwa karibu. Kwa kuzingatia hali ya juu ya kesi hiyo ya Tundu Lissu, wanahabari kutoka nchini Tanzania na kimataifa, kutoka kote nchini na barani Afrika wana uwezekano wa kutoa habari za kina kuhusu maendeleo ya chumba cha mahakama na mwitikio wa umma unaowazunguka. Kiwango hichi cha umakini huhakikisha kuwa kesi hiyo itakuwa mojawapo ya matukio ya kisheria mtazamaji yanayotazamwa kwa karibu zaidi mwezi huu. Wafuasi wanaendelea kuhoji kuwa kusikilizwa kwa kesi hiyo ya Tundu Lissu ni muhimu sio tu kwa Tundu Lissu mwenyewe au binafsi, bali pia kwa maswali mapana zaidi kuhusu ushiriki wa kisiasa na utawala wa sheria. Juni tarehe 11 inapokaribia, Dar es Salaam inatarajiwa kuwa kitovu cha tahadhari ya kitaifa. Kesi za mahakama, mabishano ya kisheria, utangazaji wa vyombo vya habari na mikusanyiko ya watu wote huenda ikakutana siku hiyo hiyo, na hivyo kujenga hali ya maslahi na matarajio makubwa. Kwa sasa wafuasi wanasalia kuzingatia kwa hesabu. Kesi inayokuja inatazamwa na wengi kama wakati mwingine muhimu katika kesi ambayo tayari imeacha alama kuu katika mazungumzo ya kisiasa ya Tanzania. Zikiwa zimesalia tu siku 4 tu, maandalizi yanaendelea, majadiliano yanaongezeka na matarajio pia yanaongezeka zaidi. Katika mitandao ya kijamii kama vile Twitter au almaarufu X, sasa hivi wafuasi wa Tundu Lissu wameanza kusambaza machapisho na mabango kutangaza watu kukusanyika kwa wingi siku hiyo ya tarehe 11 kusikiliza kesi ya Tundu Lissu. Mfuasi mmoja aliweza kuandika hivi kama unavyotazama kwenye skrini yako: Dar es Salaam countdown imeanza. Zimebaki siku 5. Tuhakikishe tunaweka historia ya kujaza mahakama hadi nje kwa ajili ya Tundu Lissu. Huu ni mshikamano wa dhati, hakuna wa kutuzuia mbele ya safari. Free Tundu Lissu. Huo ulikuwa ujumbe wa mmoja wa wafuasi wa Tundu Lissu ambao wameusambaza katika mtandao wa kijamii wa X. Na kukumbusha tena mtazamaji, wengi wenu mnatazama na kusikiliza taarifa mpaka mwisho na bado hamjasubscribe. Hivyo basi, kabla ufunge video hii, kumbuka kubonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe chini ya video, kisha bonyeza alama ya kengele. Ukifanya hivyo utakuwa wa kwanza kila siku kupokea habari zetu.